Habari na karibu tena na shukrani sana kwa kuendelea kujiunga na mimi katika video hizi. Naitwa Mariam aka Miss Popular. Sasa siku ya leo nimesema niongelee kama step ya pili kutoka katika video ambazo niliongelea wakati uliopita. Video iliyopita tuliongea kuhusiana na quality 6 ambazo mimi binafsi naamini mtu ambaye anataka kuingia kwenye event industry anazihitaji. Kama hujaona video hii kwa Instagram unaweza kaingia kwenye IGTV yangu, lakini kama unaangalia kupitia YouTube na link hapa juu ambapo unaweza kuiangalia tena. Basi tuende moja kwa moja katika video ya leo. Nataka kuongelea kitu gani? Leo nataka kuongelea zaidi upande wa elimu. Kama mtu anahitaji kupata elimu kuhusiana na masuala events, je, anaweza kupata sehemu gani? Na nataka kuigawa hii mara sehemu mbili. Sehemu ya kwanza nitaongea na wale ambao hawana ajira, wanatafuta kuanzia sehemu, lakini wanataka kupata elimu kwanza ndio waweze kuingia kwenye ajira. Na sehemu ya pili nitaongelea wale ambao tayari wako kwenye kazi, tayari wana ajira za sekta tofauti, lakini wanataka kuhamia upande wa events. Tuanze moja kwa moja na wale ambao hawana ajira kabisa, ndio wanatafuta elimu ili waweze kuingia kwenye sekta ya events. Ufanyaje? Sehemu ya kwanza ambayo unaweza kupata elimu kwanza ni kwa kutumia simu yako ya mkononi, ambayo unaweza kuanza na kuanzia siku ya leo. Unaweza ukatumia simu yako ya mkononi kuingia kwenye mitandao mbalimbali ikiwemo YouTube, ukaingia kwenye webinars mbalimbali ambazo zinapatikana bure kabisa, ili kuweza kuanza kujifunza kwanza kwamba zile vitu vidogo vidogo vinahusiana na events vikoje, watu wanafanyaje, vitu gani wanatakiwa kuvifahamu kwanza kabla ya kuingia kwenye kazi. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza kabisa ambacho unaweza kufanya bure kabisa kwa kupitia simu yako ya mkononi. Sehemu ya pili, kwa wewe ambao hauna ajira, unaweza kupata hii elimu ni kwa kwenda darasani. Unaweza kaamua kwenda kufanya certificate ya mambo ya events management. Nafahamu Tourism College, chuo cha utalii cha Tanzania kinatoa certificate course kwenye upande wa events management. Nafahamu pia kuna chuo ambacho kiko Bagamoyo pia kinatoa courses za namna hiyo. Lakini kama hutaki kwenda kufanya events management moja kwa moja, unataka kwanza kukuza wigo wako, unaweza kwenda kufanya courses za mfano public relations au marketing. Hizo zote zina events management ndani yake. Kwa hiyo ni kwenda darasani kupata certificate, diploma au kupata degree, masters na kuendelea. Sawa? Hiyo ni sehemu ya pili. Sehemu ya tatu, kwa wewe ambao hauna ajira, ni kwa kwenda kuvolunteer katika taasisi au makampuni ambayo tayari either ni makampuni maalum kwa ajili ya events management au yanafanya events za mara kwa mara. Na maanisha nini? Unaweza ukaenda mfano kama Wasafi Media, ukamtafuta dada Helen Kazimoto, ukamwambia naomba nije kwako angalau kwa miezi 3 au miezi 6 nikae na wewe niweze kujifunza vitu vitatu bure kabisa, najitolea, nitume unavyoweza. So hizo ni sehemu tatu tofauti ambazo wewe ambaye huna ajira unaweza kupata elimu leo hii ili uweze kujua wapi kwa kuanzia kwenye masuala ya events. Nende sehemu ya pili, kwa yule ambaye tayari ana ajira lakini katika sekta tofauti na sasa anataka kuhamia katika sekta ya events. Je, uanzie wapi? Wewe pia unaweza kaanzia pale pale mwanzo nilikwambia, yule ambaye hana ajira, kwa kutumia simu yako ya mkononi. Search events management, events 101, utapata vitu vingi sana vinahusiana na events. Tofauti ni kwamba elimu utakayopata kwa sasa hivi asilimia kubwa itakuwa katika Kiingereza, kwa sababu maudhui ya Kiswahili mengi katika mitandao bado hayapo. Labda video ninazofanya sasa hivi zinaweza tukawasaidia wengi kwa upande wa Kiswahili. Kwa hiyo unaweza kutumia simu yako, kompyuta, ukasearch ukapata kuanzia kwa sasa hivi. Lakini sehemu ya pili, wewe tayari uko kwenye ajira, kuna events nyingi sana zinafanywa na taasisi yako au kampuni yenu. Mfano yote unaweza kufanya kama ni birthdays, kama ni events za kuaga watu ambao wanastaafu, kama ni events za kufunga mwaka, kufungua mwaka, kama ni mikutano ya bodi, vitu mbalimbali vinafanywa na taasisi yako au kampuni yenu. Unaweza kuanzia pale kwa kuvolunteer. Inamaanisha kwamba ukaomba kuingia katika kamati kila mara inapotokea kuna event inafanyika, ili uweze kuanza kupata ile experience na vile vile kuwafahamisha kampuni yenu kwamba una ile interest ya mambo ya events, ili kitokea kama unataka kuchukua mtu wa events 100% wakukumbuke wewe kwamba ni mtu ambaye umeshaonyesha kwamba uko tayari kufanya ile kazi. Kwa hiyo ni sehemu ya pili ambayo unaweza kupata elimu hiyo. Sehemu ya tatu ni pia unaweza kuingia darasani kwa kufanya postgraduate au masters ya mambo ya events management. Kozi hizi kwa Tanzania bado hazipatikani sana, lakini unaweza ukafanya online kupitia vyuo ambavyo viko nje ya Tanzania. Mfano, mimi nilifanya degree ya kwanza ya mambo ya history and archaeology chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini baada ya kuona kwamba interest yangu iko zaidi kwenye events, nilifanya kwa kujitolea, nikafanya kwa kufanya ndani ya sehemu niliyokuepo, na baadaye nikajiendeleza kwa kufanya masters katika chuo ambacho kiko Spain. Kwa hiyo unaweza ukafanya kitu cha namna hiyo, kufanya masters zaidi au kufanya postgraduate ambazo zinapatikana pia online. Sehemu ya nne
Yes, ya 4 ambayo naamini kwamba ni muhimu pia sana, unaweza kujaribu kutumia, ni kujiunga na associations za mambo ya events. Kama ilivyo kwamba kuna associations za watu accounts, procurement, wanasheria, sekta mbalimbali zina associations zao. Vivyo hivyo kwenye events industry kuna associations nyingi ambazo zipo, unaweza kuchagua moja. Kwa mfano unaweza kuambia mimi naifahamu ambayo mimi ni member, inaitwa Meetings Professional International, MPI. Na kwenye hizi association kinachosaidia ni kwamba kuna certification courses. Ile course ambayo unafanya mitihani, ukifaulu unakuwa certified event planner au certified event manager, ambao uzuri zaidi unaweza ukaenda specific ukasema mimi nataka kufanya certification ya mambo ya events, labda ni virtual events, mikutano ya kufanya kwenye mitandao, au ukaenda specific kwenye events za burudani peke yake, au ukafanya events za mambo ya gastronomy, yani events zinazohusiana na mambo ya vyakula, au ukafanya events za MICE, inamaanisha events ambazo zinahusika specifically kwa ajili ya kuvutia utalii katika nchi maalum. Kwa hiyo unaweza ukaspecialize kabisa katika kitu maalum ambacho unataka kufanya kwa kupitia hizi certified courses. Hizo ni sehemu 4 ambazo wewe ambao tayari sasa hivi uko kazini unaweza kuzitumia kwa ajili ya kupata elimu inayohusiana na mambo ya events, na ukajua jinsi ya kuanzia kwa ajili ya kubranch out kutoka katika sekta uliyopo kwenda kwenye sekta ya events. Ni hayo tu nataka kuambia siku ya leo kuhusiana na namna gani unaweza kupata elimu kuhusiana na mambo ya events, ili kama unataka ndo kwanza unaingia au unataka kutoka kwenye ajira uliopo sasa hivi ukahamia kwenye sekta ya events. Shukrani sana kwa kuendelea kusupport, kwa wale mnaoendelea kushare na ndugu jamaa na marafiki zenu ambao wanahusika na mambo ya events, na washukuru sana. Nimepokea comments nyingi sana na nafurahi kusikia kwamba ninachokitoa kinamsaidia hata mtu mmoja, wawili, watatu. Mpaka siku nyingine tena ambapo tutakuja kuwa na topic nyingine tofauti tena, lakini inaweza ikaa kwenye mambo ya events au nje, huwezi kujua. Naomba kwa sasa nikuage. Bye.